Habari ya wakati huu mtazamaji wa Sky TV popote pale ulipo. Karibu katika kipindi cha kutoka Zanzibar ambacho kinazungumzia masuala mbalimbali ya kiuchumi, kisiasa na kijamii. Ungana nami Pius Jayunga kuanzia mwanzo hadi mwisho wa makala hii kutoka Zanzibar, inayokuletea mahojiano maalum ya watu mashuhuri wakiwamo wanasiasa, wafanyabiashara, wadau wa maendeleo, viongozi wa taasisi za serikali ya mapinduzi ya Zanzibar, wajasiriamali na wananchi wa kawaida. Leo hii kipindi cha kutoka Zanzibar kinakuletea mahojiano na mjumbe wa kamati kuu ya halmashauri kuu ya Chama cha Mapinduzi CCM, Comrade Engineer Nasri Ali Juma. Katika mahojiano haya, Comrade Engineer Nasri Ali Juma anaelezea historia ya maisha yake kwa ufupi na mchango wake kwa taifa pamoja na ushiriki wake katika medani ya siasa. Mimi jina langu naitwa Nasir Ali Juma. Ni mzaliwa wa Kikwajuni, nimekulia Kikwajuni na mpaka leo hii niko hapa jimboni Kikwajuni ndio ninapoishi. Sasa unaweza kuniita Comrade Nasir au unaweza kuniita Engineer Nasir, kwa sababu mimi professional yangu ni marine engineer. Kwa hivyo wengine wananitambua na niita engineer, wengine wananiita comrade, na majina yote ya mimi wanakubali. Na hapo nilipokuja ndo, na hapo nilipozaliwa mimi, labda kama mita 100 tu ndipo nilipozaliwa mimi. Na historia yangu nafikiri katika historia nzuri nafikiri mimi, kwa sababu nyumba ambayo nimezaliwa mimi Kikwajuni, basi hii ya pili yake tukazaliwa mamangu mimi. Kwa mimi ni mwana Kikwajuni hasa, na ndio mwenye jimbo la Kikwajuni. Na siasa zangu nimeanzia, naweza kusema toka skuli, kwa sababu wakati ule sisi tulikuwa na umoja vijana ile mambo paunia, kwa sababu nyumba ambayo mimi pale nilipokuwa naishi mita Jimkana pale ndio na makao makuu ya vijana ilikuwa kwa pale paunia, na mpaka leo ndio iko pale. Kwa hivyo siasa zamani tumeanza sisi toka shule wakati mzee Karume, youth league tunaita. Kwa baadaye tena kaendelea mambo ya siasa hayo na mambo michezo. Baadaye nikaja kulikuwa na maskani pale ya Kisonge, nafikiri mnaifahamu nyote. Sasa ile Kisonge, waanzilishi wa Kisonge hasa mmoja ni mimi. Ukichukua watu 5 walioanzisha, basi mimi nitakuwa ni mtu wa 3 au wa 4. Siwezi kujinasi ukasema wa kwanza. Ile maskani ya Kisonge mnayosikia, mimi ndo mwanzilishi. Kwa hivyo mimi nafikiri mmemkumbuka marehemu Shabani Ramadhani, kina Bimsibe hao. Kuna marehemu rafiki yangu mmoja kiitwa Ramakei, sisi ndo tuanzisha ile maskani ile, baadaye ikawa kama ilivyokuwa mpaka leo maskani ya Kisonge. Sasa hivi nafasi yangu ni mjumbe wa halmashauri kuu ya taifa, na baada ya kushinda kateuliwa kugombania nafasi ya mjumbe wa kamati kuu. Kwa hivyo na nilishinda baada jina langu kupelekwa na kupigwa kura. Kwa hivyo ndio nilikuwa mjumbe wa kamati kuu, na kibe nimeingia ile ya taifa kwenye kapu. Na baada hapo kwa mujibu wa chama chetu, baada ya kuingia na kamati kuu, nimekuwa mjumbe wa kamati ndogo ile ya maadili, ambayo kikatiba ile inakuwa mwenyekiti, makamu mwenyekiti bara ndo anakuwa mwenyekiti. Alafu inakuwa na wajumbe wawili, mmoja anatoka bara, mmoja anatoka Zanzibar. Mheshimiwa Rais namshukuru kwa imani kubwa alionayo, basi katika ujumbe mmoja Zanzibar aliamua kuniteua mimi kama ni mjumbe, na mzee Pinda kama ni mjumbe kutoka bara. Kamati ya maadili, kwa hivyo ndio nafasi yangu kwenye chama. Wakati na miaka 7 kabla ya mapinduzi, nimesoma shule ya Forodhani, kama unafahamu ile mji mkongwe. Pale ndio niliposoma shule chini kule, ilikuwa ni nursery school ile.
wakati mimi na miaka 7. Wakati mapinduzi bado nasoma kwa baada mapinduzi nikahamia skuli ya Vikokotoni, ambao kipindi hicho ilikuwa inaitwa Arabic Speak. Kabla skuli ya Vikokotoni, baadaye nikajiunga na shule ya Salasi mpaka sekondari ya Salasi. Baadaye nikaendeleza nikaenda chuo cha mechanical engineering kilikuwa pale. Wale wa Jerumani walikuwa kwa Maisara, lakini baadaye walimu wetu wengine kilitoka kahamia pale Gulioni pale. Na sasa hivi nafikiri kwa kule Mtoni. Kwa ulianzia pale, baadaye kaenda LATEC huko, kuendeleza. Baadaye kafanya ubaharia, sasa nilikuwa naipenda. Lakini kabla hapo nilikuwa mwana michezo hivi. Na nilikuwa ni watu wengi wanaelewi. Na kama ingekuwa kama sikuwa naipenda ile kazi ya ubaharia, basi mpira ingefika mpaka Taifa Stars ingecheza. Kwa sababu wakati ule mimi nacheza mpira, nilikuwa nacheza na kina Abdul Wakati Juma, nafikiri nafahamu, kina Messi wale, kina Fred Wilziro hawa, wale kina Pondamari. Mimi nacheza mpira, walikuwa nakuja ambao walikuwa timu ya Garbe Boys, mimi nacheza timu ya Garbe Boys. Baadaye kaenda hapa nikachagua timu ya vijana ile, wakati ile kuna mashindano ya Mwenge Cup. Ile Mwenge Cup wasili yake ilikuwa inawakilishwa na mikoa ya Tanzania. Kwa Zanzibar inawakilishwa mkoa mmoja Zanzibar na mkoa mmoja Pemba. Kwa hivyo kwenye timu ile ya vijana ya mkoa wa Zanzibar nilikuwemo. Na mashindano yale ya mwisho kabisa kushiriki nakumbuka ilifanyika Mtwara. Na mimi nilikuwa ni vice captain. Captain alikuwa Abdul Wakati. Na ile timu ya Morogoro ndio walifunga goli 4 nafikiri. Magoli 4 kana kumbuka. Wakati ile amelamasha kwa ajili ile timu ya Morogoro. Yaani kusema kweli naweza nikasema nyingi, lakini kwa kifupi kwa kukumbuka nimeshafika mimi Nigeria, Ghana, Angola, Sudani, Ethiopia, Mauritius, Madagascar, Komoro na visiwa vile vyote nishafika. India nishafika, India, Japan, Malaysia, Indonesia, nchi nyingi, China, Korea, sababu mimi nadhani maisha yangu yote kwa baharini. Kwa sababu na kumaliza chuo mimi nilipangiwa kwenda kufanya kazi kiwanda cha Honda. Wakati kwa wazungu kule, nilitakuwa niende kule kama injinia kwa kujifunza mahali wazungu. Siku zile kazi nilikuwa nachagua, nikakataa nikasema hapana. Baadaye nikaamua niende kiwanda cha viatu, pia nikakataa. Ilikuwa mimi ubaharia. Basi nafikiri maisha yangu yote kazi. Na miaka 10 na miaka 22 nafikiri. Na nimestaafu mpaka na miaka 40 na karibu almost miaka 25 30 mimi nimefanya kazi ya ubaharia. Na ndio maana kazi kwenda nchi nyingi hizo. Na nilianza kwanza nilikuwa kama tunaita cadet engineer. Kaja nikawa mhandisi wa 4. Kidogo nikaenda kama mhandisi wa 3. Nikaenda kama mhandisi wa 2. Nikaenda kama first engineer. Nikaenda mpaka nikafikia cheo cha chief engineer. Kwa hizi kwa tule cheti changu ilikuwa mpaka kinaniruhusu kwa chief engineer katika Coastal. Na mili ambayo itazidi VHP F3 mpaka F5 naruhusiwa kwenda kama chief engineer. Lakini zikizidi hapo siwezi kwenda, nakuwa kama mhandisi wa 3 au wa 4. Baadaye nikajiunga na meli zile za foreign, nilikuwa mhandisi wa 3, nilianza wa 4. Ndio maisha yangu kibaharia, kwa hivyo nilikuwa ni senior officer. Mwanili kuja kwenye engine room unaweza mpaka kesho bado nifili hapo. Na ndio maana Mheshimiwa Rais, Mheshimiwa Waziri wa Mawasiliano mimi ameniteua kwa mwenyekiti wa mjumbe wa bodi wa shirika la bandari sasa hivi, mjumbe wa bodi wa shirika la meli,
Na nilikuwa mjumbe wa bodi wa ZDM, lakini bahati mbaya kama miezi miwili Mheshimiwa Rais ile amevunja. Kwa hivyo sasa hivi niko hivyo. Hata ile nilikuwa mjumbe wa bodi vile tume ya utangazaji. Nafikiri unanifahamu pia kule nilikuwepo. Kwa hiyo na uzoefu serikalini kwenye chama, na nimebahatika hata mjumbe wa bodi ambaye naweza nikasema nimekuwa nje, sijawahi kuwa nje ya bodi kwa serikali hii. Toka awamu ya Sheni ya nani na miaka 10 sasa hivi kwa nje kwa si mjumbe wa bodi. Kitoka huko na kwenda huko, kitoka huko na kwa ile taaluma yangu. Kwa sababu wenzangu wengi sasa hivi zama wengi karibu 90% wote hawapo duniani. Hata kwa ngoja utakuta mimi niko japo kwa wenzangu wanapiga kelele. Unajua binadamu hawaachi kulalamika, kwa nini mimi nakuwa na bodi nyingi, lakini bodi ambazo ni professional yangu. Sasa na hakuna mwingine, siko anapendelewa. Kwa sababu Mapinduzi hakuna marine engineer. Hakuna. Nadhani mimi peke yangu. Mimi nilikuwa naenda kama, kwa sababu kwenye serikali ya Zanzibar kwa mujibu wa ilani chama chetu inaima kwamba tunataka usafiri wa Pemba Tanga uwe na rahisi kidogo kwa wananchi wetu kwa ajili ya mambo ya biashara na kutembeleana mpaka Mombasa. Kwa sababu zamani mimi nilipokuwa kwenye Sea Express nimeendesha mimi ndio engineer mwanzo kuendesha zile Sea Express speedboat. Ilikuwa sisi tunaondoka Zanzibar asubuhi, tunakwenda Pemba, siku moja tunakwenda Tanga, tunakwenda Mombasa, sawa, tunalala Dar es Salaam. Usafiri ulikuwa hivyo. Yaani siku moja unakwenda zako Mombasa na kurudi kwa Dar es Salaam na lala. Sasa serikali iliamua kutengeneza boti mbili. Na kwenye ile bodi yetu ya shirika la meli, mimi ni mwenyekiti wa kamati ya fundi. Na bahati nzuri mkurugenzi mkuu mimi ni mwanafunzi wangu alikuwa Makamu ya Snow. Mimi ndio nilifundisha kazi za meli. Anakuja nafikiri kwa Cairo, alikuwa kutoka Cairo. Kwa mimi nikampokea melini, kwa sababu nilikuwa mhandisi wa 4 mimi. Kwa hiyo itajika na mimi nende kama ni mtaalamu, kwa kwenye bodi wapo wataalamu wa sheria, mchanganyiko wa wataalamu wa finance, wa wataalamu wa fundi, ndio mimi. Kwa hiyo inaonekana kwamba mimi niende na mkataba wetu ni mzuri. Boti ni mbili, lakini moja sasa hivi kwa 35% shaanza kujengwa, ndio kwenda juzi, na ile inatakiwa kuunda kwa miezi 18. Ikimalizika ile nyingine baada ya miezi 6 itafuata. Kwa hiyo nadhani baada ya miaka miwili hapa usafiri utakuwa haupo. Na hata ukiangalia kwenye mtandao utakuta mimi mpaka na barabara ya meli kwa ile pilot ladder. Wewe unajua jana wako sisi tunaweza kupanda ile. Mimi napanda. Wiki iliyopita nimepanda kwa tena. Kama kutokana sasa hivi shirika la kibiashara Mapinduzi iko tayari anytime inaweza kuanza kazi. Iko tayari. Iko fresh sasa hivi. Na nadhani wiki hizi Mheshimiwa Rais atakwenda kuzindua. Akishazindua inaanza safari. Na itapokuja boti itakuwa ndo tutakwenda pishana, iko Tanga na kwenda hivi na kwenda hivi. Mapinduzi, mimi nilijiunga Mapinduzi mwaka kama sikosei, maanake 82 mimi nimeingia kwenye maendeleo. No, 80 ilipokuja ile maendeleo mpya sikumbuki. 82 ndio nimemaliza mimi kozi ya mwanzo DMI. Nilipomaliza tu kozi ya mwanzo DMI, General Engineering ile, ndio nikaingia maendeleo. Kaka maendeleo karibu miaka 4 nafikiri 5 hivi na 3 baadaye nikapata kuhamishwa kaenda kwa Mapinduzi. Na bahati nzuri nilibahatika kitu moja, meli zote zilizofanya kazi zote, Mapinduzi, Maendeleo, Ukombozi, Uhuru, Canadian Spirits, zile za bara, kuna Ruvu, kuna Ruaha, yani zote zimefanya kazi.
mambo mengi mimi nakumbuka. Sababu mwenyewe alikuwa baharia yule. Na ndio maana akafanya maamuzi ya kwamba lazima serikali iwe na meli. Na kwa bahati nzuri na mheshimiwa rais wetu huyu naye mbali hizi boti mbili pia tuna mpango wa kupata meli nyingine kubwa kuliko hata hii ya abiria na passengers. Kwa tutakuwa na meli mbili za serikali na boti mbili. Na huko mbele unajua biashara ya meli, unapoanza na meli moja utakuwa na meli 7 8 baadaye, tegemea tu ile biashara itakapokuwa. Kwa hakika sana. Sasa meli kubwa hiyo moja hii ilianza, alafu nyingine itakuja. Boti mbili hizo baada ya miaka miwili zitakuja. Na wawekezaji bado nafikiri nao wengine wanaweza kaleta, tuwezi kuwazuia, tufanye competition. Tukiona kuna soko tunakwenda Mauritius. Hivi sasa kuna watu wamekuja kutoka Mauritius. Wanataka kuzikodi hizi. Kodi hii mpendo tu. Na tunaangalia biashara sasa hivi. Tukipata biashara nzuri na sikaendelesha. Kama kwa vita inawezekana ikaja vingine na beli yetu ndio, lakini sasa huo ni maamuzi wa serikali. Taangalia soko, itaangalia huduma, lakini mheshimiwa rais email itoe huduma kuliko hata biashara. Ndio maana akaamua kwamba itengenezwe kwa gharama kubwa ili wananchi wapate huduma. Lakini nadhani kama itakuwa boti zipo na usafiri wanakuja kukodi, tunakodisha. Kwa sababu Kombozi sasa hivi imekodiwa. Tunakodisha sisi Kombozi. Na kija mtu mwenye dau kubwa anakodishwa. Kwa sababu mwenyewe mheshimiwa rais anataka mashirika yaende kibiashara. Nadhani hata mheshimiwa Samia ndio msimamo sasa hivi. Na wanatoa gawio. Kwa hivyo lakini zaidi kwa sababu ni shirika la serikali, maamuzi zaidi yanakuwa ya serikali. Kwa mimi nakwambia hivi, muda mwingi nimepoteza hapa. Nilipokwenda Uingereza, mimi nimekaa Uingereza miaka 4. Miaka 4 bila kuja Afrika kufanya kazi. Ule muda wote nilikuwa kama nimejitolea. Mimi nilikuwa nafanya kazi katika Uhuru kama nilikuwa mhandisi wa pili. Tulikuwa napata milioni 1.2 mshahara kama sikumbuki. Mbona kumbuka. Alafu sisi tunachukua petroli, ile pure petroli ambayo leo inaja kwenye gari. Tunachukua Dar es Salaam pale, tunaelekea Mtwara kata Kaskazi. Maana yake tunatembea na mabomu. Na ndio maana watu kelele sasa hivi, bwana wewe uko kwenye bodi kule unapata maposho ya bure. Na nikamwambia hapana. Hizi ndio nguvu zangu mimi nijitolea hapa. Wewe kwenye tenga Ulaya utafanya kazi kwenye tenga wewe miaka 5 utakuwa maskini. Utakuwa maskini kweli? Kwenye tenga, mimi nimefanya kazi kwenye tenga Uhuru, nimefanya kazi kwenye Kombozi. Umefahamu bwana? Sasa tumefanya kazi kwenye mafuta. Na unachukua ile petroli pure, sio ikrudo hiyo mpaka isafishwe. Pure petroli ile, yaani wewe unapita ile deki, mvuke unazunguka. Mkiwasha sigara umekwisha. Tunachukua tani 1200 na ile Kombozi tani 3000. Mtwara, Pemba, Tanga. Ni mtongo mkubwa. Kwa sababu zangu nimeondoka kwenda Mombasa, kwenda Ulaya, acha ile kazi ya meli. Mshahara mdogo, na mpaka leo mshahara mdogo. Na tunapigana kweli kweli kwa sababu mpaka sasa hivi kapteni wa Mapinduzi mshahara wake ampati kapteni wa Baresa. Lakini sisi tumefanya hiyo kazi kwa tuko nyumbani kwetu, nchi yetu imetusomesha. Hali ya kiuchumi iko vizuri, kutoka 5.2 nafikiri kama 7 almost. Sijui mimi sema kwa hesabu. Lakini nafikiri roughly iko hivyo kutokana na hizo hotuba za viongozi wanavyosema. Kwa hiyo tumepanda vizuri. Wewe unajua zamani ukivaa jeans kama kila mtu ukipita mtaani akutazama. Huyu jamaa baharia ni au Ulaya. Leo jeans unaona shilingi 10,000, 15, 20. Unakumbuka bado mdogo. Wewe kuna mitaa ukipita watu wajua baharia. Sasa huyu baharia huyu alitoka Ulaya labda ndio watu wale kwa sawa wanavaa vizuri. Kwa sababu tunaona mimi navaa hivi bwana. Tafikiri kwa Ulaya. Kwa hivyo tuko kwa vizuri tu. Isipokuwa tutobaki watu wajitume sana, tufanye kazi vizuri. Haya kisiasa sisi hivi tutashinda kwa kishindo.
kwa sababu imefanya mengi mazuri ambayo unaja hata kuhadisia usinaona bwana. Vijana sasa hivi baadhi wanakuwa na haraka sana, wanakuwa na vishindo. Watakiwa watulie, wajifunze, waangalie, wajitume, wawe waaminifu, waadilifu, basi watasogea tu mbele. Wasiwe na tamaa. Sababu tamaa ndio kitu kibaya kwa vijana, na ambayo ipo sasa hivi. Senge kwenye siasa anataka tayari kila kitu. Nafasi ndogo utakipata. Hata kujenga ghorofa na swimming pool. Mimi sio niko hapa bwana. Kuna swimming pool hapa, tumaje si. Hapo ndo polisi hivi. Maisha kawaida. Na wala najua mimi nini. Wewe kupita Karagosi unakuta kuna hapa na Kashata. Bado mpaka leo niko vile vile. Kwa sababu siasa iko chini. Unapata mengi. Sasa vijana Shabata wanataka kujikweza sasa. Hataki kukaa na nchi wao, hataki kuwasikiliza. Anakuwa yeye sasa amekukuta wewe mzee kwa sababu huna degree au huna masters, imekuwa yeye na kidigrii chake, imekuwa yeye sasa anajua. Hilo ndio tatizo la vijana. Na kumwambia mimi nimesoma, mimi na PhD. PhD lakini huna. Wala utaki kujituma PhD ndio sasa. Atakwenda bahari kijana, atakuja melini mfano. Alikuja jamaa kutoka Mbweni. Wana FTC. Mimi kipindi sina FTC. Ikabala. Yana FTC kubwa Mbweni kipindi hicho, miaka hiyo. Lakini spana ile kushika ajui na FTC yake. Sasa mfundisha hapa juu kushikilia spana. Uone balaa lake. Anataka cheo. Hujampa, anasafiri huyo anaondoka. Wewe umesafiri. Unaondoka. Yaani nimejifunza mambo mengi, maana mimi hapa ndipo mimi nimekuwa kama mamba. Kwa sababu unapoingia kwenye siasa kwanza ujue kwamba unaingia kwenye siasa. Na siasa zetu hizi unazijua. Sasa jambo kubwa natakiwa ujifunze. Unajua mimi hivi nilivyo sivyo nilivyokuwa kwa kweli. Lakini najifunza siasa kwa viongozi wangu. Kuwa na ustahimilivu, utaratibu na hekima na busara. Mimi niko very tempered, unajua. Lakini yote yale yanatoka kabisa. Hata uchukue vipi na kutazama tu. Sana tavijana wako na utotoro tuko peke yetu na kupiga kibao. Lakini mezani tufanye chote kwa kimya. Lakini ukiniuliza tumekuta peke yetu hakuna mtu akula chochote na kupiga mkono. Sasa yatakiwa uwe na busara na hekima. Na utaona maneno mengi, hata mimi mwanangu mmoja aligombea. Ndio wewe. Alikuja akakaa hapo. Akanambia baba mimi nataka kugombea sasa kwa samaki. Nikamwambia mjipanga. Nimejipanga. Matusi unayaweza? Maana sasa na mimi nitakuja kutukana. Mimi naweza. Wewe utayaweza matusi sasa utaweza. Hapo kaka. Kama akataweza nenda. Na yale kuja kunikuta baadaye. Mwishoni bado siku tatu hivi. Baada ya matokeo mengine afai kuongea. Sasa nilipata matusi mengi hivi. Nikamwambia hata kila kitu. Nikamwambia mwanangu je, nikamwambia no problem. Mimi ni spirit. Kwa hiyo wewe na moyo. Kwa sababu nataka mwenyewe. Na zaidi mimi nimeingia kwenye siasa mwenyewe sikufichi. Sisi na sisi kwa sababu sisi wenyewe ndani tunamizana wenyewe. Huo ndio kweli. Wenyewe kwa yetu tunamizana. Hatupendani, fitna, majungu, nini. Huo ndio kweli. Kwa bila kwa mstamili na wewe unaweza kaacha. Sasa mimi siwezi basi. Na wengi hawakwezi. Kwa sababu wenyewe kwa yetu tunamizana. Kwa sababu ukishakuwa mvumilivu, mstamilivu na kama rais wetu tunamuona bwana. Na bila sisi tufanye vile vile. Na ndio tuko jahazi moja. Sifanyi nao kazi. Ndio hakuna mtu anayekuitumia, mimi najifunza kwao. Viongozi wote ambao wako juu yangu.
lakini wako chini yangu na wao wajifunze kwangu. Na heshima ndio kitu kikubwa. Kwenye siasa hakuna kitu kikubwa kama heshima, kujua huyu kiongozi wangu na ana mwelekeo huu na mimi nifuate mwelekeo huu. Kwa ujumla nafikiri kwanza sijui niseme tumeboresha au umeboresha, kwa sababu sasa hivi kila mkoa ina ilani yake mbali. Sasa hili ni hatua kubwa sana, kwa kila mwananchi atajua kwamba sasa hivi nchi inakwenda wapi na inaelekea wapi. Kwa ile tu nadhani hata kabidhi baada ya kabidhi ilani ndogo na kubwa ndio ya mkoa ambacho kitu ambacho kija kutokezea. Sawa sawa. Kwa hivyo nadhani maendeleo yatakuwa mara nne kuliko haya, kwa sababu kila mmoja atakuwa anasimamia, na kuna baadhi ya mikoa nafikiri nadhani wengine mambo ya wilaya zile, mfano hapa kwetu Tumbado wameomba kule kwa juzi kule Kojani na sehemu nyingine, ili serikali ijitanue zaidi yale maendeleo. Kwa hivyo naamini kwamba yatazidi maendeleo zaidi. Muhimu ndio ile watu tunasema kwamba kazi na utu, kazi iendelee. Tuache fitna, tuache majungu, tuwe wamoja. Basi jambo kubwa ni umoja. Toka kila Mzee Nyerere za karibu ni umoja tu. Kama kuna umoja tatizo. Watarajie nini? Neema zaidi. Maana minne ndio hadi kama mitano hii hadi kwa hivi. Kama kuja. Maana mimi kama ingeweza ningekuwa haka sijui tena. Mimi nadhani ama rais ingekuwa maisha yote au mpaka choke wenyewe. Samia mpaka choke kule na huku, lakini ndio uwezo tu. Mambo anafanya Dr. Samia na Sheni na huyu mheshimiwa nani yule Dr. Hussein, sijui rais gani, kila nikikaa kwa umri wangu huu naamini mimi mpaka kupata hakuna rais kama Hussein au Samia. Mimi salamu ndio kuishi muda mrefu sasa hivi. Sifikiri nani, kila nikikaa kila nikiamka nani atamzidi Samia au Hussein nani? Sioni, sijamuona bado sawa kweli. Lakini Mungu ndiye anajua. Inawezekana akaja zaidi, lakini ni ngumu. Lakini inawezekana. Kubwa sana miaka 100 hii. Mitano hii mimi nakaa miaka 100. Mimi si nimetembea bwana duniani bwana. Ndio. Mimi nimetembea najua kila kitu. Kwa nchi nyingi na tamani sisi tulotembea. Sasa hivi mimi nakwambia kama baharia tudanganye mtu. Unaweza kwa baharia miaka 2. Nakwambia ni kweli. Kuja kanyaga poti yote ukwenda na meli tu. Kwa sababu gani? Meli ziko very fast. Unatoka hapa na kwenda huko na mwaga makontena unaondoka. Hamna kukaa bandarini. Mimi niko nakaa bandarini Shanghai. Nakaa mwezi Shanghai basi. Nakaa Korea wiki. Tena hakuna poti utakaa wiki ndugu yangu. Kila kitu kiko very fast. India nimekaa miezi 3 hivi. Kwanza huko Ndangani nimekaa mwezi 2. Tunavua samaki tunasubiri kuingia port. Kuna bandari moja inaitwa Bedi Bandar. Kwanza hiyo kutaka kwenda mjini, kutoka kwa kwenda mjini, kama kwenda Dar es Salaam. Upande boti pale ikupeleke mjini afu urudi. Mimi mpaka leo naenda baada ya kama kama tiku basi au chama basi mimi naenda melini. Melini maana siwezi umri wa kustaafu miaka 80 hapo. Mimi sasa hivi nakabidhiwa Kichina na mtababu. Kama sio hatuko duniani sasa hivi. Kama si huyo hatuko duniani. Tumepata dharba ilikuwa tunatoka Vietnam sijui kama hivyo. Sijui tunatoka wapi tunapeleka maharagwe. Tunapeleka maharagwe Korea. Tukapata dharba kubwa. Yaani wenzetu tunaona sasa meli na katikati tanka ile. Inakatika kama unaona muo na katika. Unaona. Shabaoni sasa hapo mawili hapo, emergency speed au risk, ndio vuke, ndio tukavuka tukajificha Taiwan. China kisi yake Taiwan iko kama vile Tumbatu, tukakaa pale wiki 2. Ile pale tuko Taiwan tumejificha ndio kama kuliko ile nungu hivi lake. Kwa hivyo ni kazi ambayo kwa kweli kazi ngumu. Na wenzangu wengi ndio wamepoteza maisha.
walozama, walioungua na meli. Kwa sababu kwanza baharia kula ndo kawaida, yaani usichoke kula na kunywa, kwa sababu asubuhi kama saa 10 wapate uji alfajiri, saa 10, alafu tena saa 2 ndo chai, saa 4 supu. Chakula cha melini cha mchana sio saa 8 au saa 7, saa 6:30, alafu ta jioni saa 11. Alafu kwa sababu ukitaka mwenyewe ujihudumie mwenyewe, kila kitu kiko wazi, friji kila kitu. Hapo hakuna jiko linafungwa saa 12 lisha safi, hakuna kupika. Hayo maisha kibaharia. Mimi niko nyumbani hapa, kwa nini nakula saa 10? Chakula cha mchana saa 10 nakula wakati mwingine hapa. Chakula kwa asili. Lakini nategemea unapenda. Mimi baadhi sili sipendi. Kunde ndo kabisa. Mimi kunde sipendi, sili sasa. Huo ugali nimeanza kula mwaka juzi. Ilikuwa ugali nakula kwa mwaka labda mara 3. Mpaka kidogo kidogo mpaka leo nakula wiki mara moja. Mimi siwezi kula ugali. Nakula ile. Yaani mimi kila ugali labda kwenye kikombe. Kwa hiyo nategemea. Muda napata, lakini kwa sababu nini? Mazoezi ya kiwango. Unajua watu wengi ndio bana wanajiumiza. Wengi unajua wanafanya mazoezi, mimi nawasikitikia sana. Wanafanya mazoezi bila kuwa na wale physician professional. Ndio unakuta wengine sasa hivi magoti ya mabovu. Wengine anarudi mazoezi anakwenda anakaa kwanza, kunywa supu. Kutoka mazoezi tu baba ndio kupata huo mota. Ukoge pale chap chap, si ndio? Hawafanyi hivyo. Ndio wengi wanakufa pressure, wengi hapa wanapita kwangu. Ambao wanapata stroke. Yule na basi afanya mazoezi mambo mswache baada stroke, kwa sababu hawafuati zile taratibu. Hakuna physician. Mimi nakwambia. Mwingine atatoka Amani kwa sababu tu rais anakwenda Amani, atatoka Amani mpaka mnazi mmoja naye ajionyeshe. Rais anafanya mazoezi kwa mujibu wa viwango. Ukifuata wewe na wewe mgongo na wewe utaumia. Hata mimi leo nafanya mazoezi kweli. Kwa sababu nayajua. Nimeshakuwa mpaka coach wa timu ya mpira. Mimi sasa hivi baba ziko nikae tuna simu yangu ni chat basi niangalie dunia iko vipi, mambo yanasema nini, basi ni chat. Kitaka kujiburudisha unajua mambo ya simu, unakwenda kwenye viburudishaji unaburudika basi. Lakini ndio mimi situmii vitabu sasa hivi. Kwa sababu simu ziko very fast kuliko vitabu. Vitabu vizuri isipokuwa vinakumbusha mambo fulani hivi. Lakini wewe masimu haya sasa hivi na nafasi wewe kitabu muda mchache unapata kusoma kitabu. Mimi muziki wanapaka kesho, kilikuta disco na pensi kama hivi. Tuwezi kuacha. Naona kifika miaka 80 nitafika. Lakini muziki sijui, Mwenyezi Mungu mkubwa. Akija rafiki yangu alikuwa no. Hapa mimi kuja kurelax na kuzungumza taratibu na mtu. Lakini kama grupo tu mimi siwezi. Sababu pale mara ugomvi, mara ukarusha chupa, mara ukasema hivi uongo mtupu. Kwa mimi muziki na upenda kweli kweli sasa. Mimi baada ya dini napenda basi muziki. Mimi napenda sana nanasi na embe. Watu wanapenda na machungwa. Na mimi na machungwa, nakula machungwa 10 kwa sababu wangu kama bila kelele. Lakini mzee wangu alikuwa ananiambia, wakati machungwa kula machungwa. Wakati zambarau kula zambarau nyingi. Kama juzi hafla machungwa baada ya kuwa 2,500 sasa hivi 1,500. Yashabadilika. Utashindwa sasa kula machungwa. Ina maana kuna Mungu ajalia kuna kingine kile rais. Disemba maembe kibao hapa. Sasa hivi hakuna. Kwa hiyo mimi fruit ndo napenda kula kweli. Tena huwa namwambia mke wangu, mimi kijana na sizuri hapa naembe anafanya juice na hamaki. Nagombana. Au papai. Na wewe nakuoje?
wewe ukafanya juice papai nzuri. Juice inakuwa labda ya waju, ya bungo, pesa, lakini wewe unachukua embe yako nzuri. Papai lako nzuri, unakwenda kulisaga na matango. Mimi sitaki hiyo, sipendi. Na kwa daktari kunishauri kama nipende hivyo. Embe nzuri takudembe hivi. Tango nitafanya, tango nasaga je? Nasaga kwa nini? Wewe nakuuliza. Nini nasaga tango? Una juice ya tango? Ndanganyana bure bwana. Mabadiliko mikoa yote. Nafikiri hiyo tulifuatana nawe siku moja. Kabla na hicho cha kujenga kwa Dodoma. Sio kuishi. Nimekuisha hapa kwa Miembeni. Siishi pengine mimi. Lakini ni mji ambao utakuwa na mji wa biashara, mji utakuwa umechanganyika. Siku moja nimechoka, nimepumzika. Huyo naweza kurudi Dodoma kwenye nyumba yangu nakaa. Na enjoy kabisa. Mimi kwa kilala kwa jirani yangu anatwanga mhogo, sasa basi ndio usingizi unakuja. Wewe maisha huyo atwanga. Wewe nakumbuka mimi mzee wangu alikuwa akitwanga, sasa hivi afu tena ndo tunakula ugali au tunakula nini. Na kushauri hata mimi nilikuwa nalala nje room, na kile nje room unajua. Na nilikuwa nalala na koroma. Nje room najificha chini ya generator pale. Kimya, nalala mtoto habari, anachase mwenye kila kitu. Najua hapa fresh, nalala masaa moja kasorobo. Usikiza kukoroma hiyo soba Sara. Anakuja chief engineer kunaona hanioni. Mpaka anapiga alarm zile. Mpaka kengele tunaamka. Anazuka wapi? Kama kuna cheki kule nani? Okay, no problem. Lakini kwa kusajua kwa kamera yangu za macho, sababu naye katokea huko. Hata kama oil wangu hawezi kunidanganya. Kwa hivyo mimi kelele mchazo mimi ndio hapa alhamdulillah mimi mtoto akiumwa anamweka begani tu. Gari ina mafuta na kwenda hospitali. Ukisikia njaa unataka chakula, maduka saa 24 chakula. Shughuli zangu za baharia wala kuna mambo. Rafiki yangu mmoja hapo. Na nilifanya kazi nafikiri Marema Mugaza Marema Mugaza, Marema Amuru walipata matatizo wale Somalia wale. Na wale walipata matatizo, ile tanka yao ilikuwa injeromo ilitokezea moto. Sasa walichokifanya wale waliwahi kufanya zile huduma za mwanzo ile moto siendelee, lakini walichokifanya kosa moja alifanya captain ni makosa yake, na nilikutana naye mimi nikamwambia yeye alipona. Nilikutana naye Captain Amur wale Mungu amrehemu, nikamwambia captain pale alikosea, lakini hajakosea kapanic. Baada kumaliza zile pesa za engine room akaamrisha boti washushe, kila mmoja achupe, meli waiache. Sasa chief engineer Mugaza alikosea kitu kimoja tu, ile life alipotoshwa ile ringi ile ikaja kamponyoka ile ringi kuna nini kumponyoka ile, akamwambia nakufa wale, inabidi muache sasa kwa sababu haita wimbi ni kubwa. Sasa alikuwa unajua sasa mwenzangu anakufa na ndo tunamwacha. Hiyo kesi hiyo siwezi kusahau. Na kuna mtoto wa Captain Halid yule atakoshini na alikufa kwa sababu yeye walishindwa ilikuwa kwa wamechukua maji yale na vile vyakula visha expire. Kwa hiyo akaana kunywa yale maji alafu akaharisha, kwa sababu alitumia yale maji ya kunywa yale. Inapotokezea ajali kama ile, hunywi kama ulivyokunywa ng'ambo, yani chupa kama ile mnaweza kunywa watu 5. Sasa wale kama kunywa chupa zile ikisha ala kama kunywa moja chumvi, yule akaharisha na mtu akafa. Kama mmoja bodi na wao hana kwa asa wale wengi ndio nakumbuka, na wengi washakufa, mimi zangu wengi tu hapo Mombasa. Pilot yule tunaingia na nani, tunaingia na meli gani sijui, kuna meli moja tunaingia nayo. Sasa yule pilot yule kakosea kidogo tu,
pale Mombasa, hakuonekana mpaka leo. Na ndio maana naambia pilot ladder ile unapopanda unaifesi meli ndio unapanda, lakini unaposhuka, unapotaka kukaa unaipa mgongo. Ngazi ya meli kupanda kwake, unapopanda meli kwenda melini. Pilot ladder sio gazini ile hapo. Unafesi meli, unakanyaga ndani ya meli pale unapokwenda. Lakini unaposhuka, unashuka kinyume na ile boti huko unaanza kuteremsha mguu wakati huyuni wewe, lakini unakisia unaweka mguu. Sasa ile kosi hapo kaweka mguu, boti ile na wimbi kali kaachia na huko juu kafariki. Umeimarika sana kuliko ulivyokuwa, lakini na hali ya kiuchumi nayo wakati mwingine inasumbua. Kwa mfano kama rescue boat tunazo, lakini wakasema zitoshi, sababu hichi ni kisiwa. Ndio maana hata juzi tumbado kule tumekwenda kuweka boat ile rescue boat zile zitasaidia sana. Sasa hata kwa Pemba kule, Pemba unajua ilivyo ni bad area. Sasa ile inataka ulinzi mkubwa. Na kama nchi kama maskini na kwa ngumu kweli. Mimi Singapore nilikuwa napita sasa Singapore unajua pale. Na ndio maana hata juzi mimi hii sera hii ya kwamba Marekani atusaidia hizi sober house, mimi ile sikubali kama mimi, lakini kwamba wanatusaidia hata kujenga sober house. Niliwahi kumuuliza kiongozi mmoja nyuma, nikamwambia Marekani kaanza kusaidia, tusaidie instruments, unga usingie, sio tusaidie pesa, tujenge soba. Soba tutakuwa ndogo na tutakuwa zitajaa kama skuli, wakati unga unaingia watusaidie instruments ambazo dhibiti unga usiingie, ndio dawa yake. Wazee wamedhibiti kwa sababu gani? Adhabu kali, wana vyombo. Mimi mwaka 92 nakwenda Singapore. 92. Unashuka pale Crawford pia. Ulizichaki, ulizotote. Nenda mjini kachukua jahazi zima. Hakuna kastanda kubia chaki wala nini. Kachukua jahazi zima. Mimi tulikuwa na mafriji 80, kaja na mapikipiki. Mtokana mbali. Pale vitana mpaka meli. Sasa chukua unga katika kwenye friji moja. Wanajua. Kwa sababu wana vyombo. Wanajua. Utakwenda tuna kwa njia sasa mpaka unafika meli ta. Ushapakia halafu unakwambia haya. Friji ile bali leta. Fungua unga. Nini wana instrument? Sasa wewe toka tuanza kujenga soba, sisi toka ndogo mpaka sasa kubwa. Bado watu hawendi. Alafu nyingine mimi nakwambia 70% wanawake wanarudi. Kama kuna mtu anataka ni challenge. Mimi ndo nakaa mbele kari yako kwa hani. Kuna kijana mmoja hapo kwa kudonga nyanga. Akaenda kule akapata na saa nini akaacha na akapata mke kule na harusi ikafanyika. Na mimi nikasema wallahi nawaambia inakupa guarantee wale jua kama wameoana na kila kitu na madua waliosomewa watarudia. Akanibisha unile sana bwana, warudi kule zile soba zinafundisha wengine wanaacha, lakini asilimia kubwa wanarudi tena. Mimi hakuna mtu akunidanganya wala kuna bila akaniletea mahesabu na wajua sisi mkata jumuiya hizi. Mimi tangu leo kwa Juni mbele kwa hani mimi sijakaa mjadala bovu hivi wala unibeleki kaka kule. Mimi tangu hivi kwa Juni nimezaliwa Miembeni Kariakoo. Mimi kwa Juni bila kupata mke Kariakoo. Alikuwa kwando Kariakoo bwana. Huyu mama mtoto wangu ndio Somali. Ndio namisha mimi kwa Juni kule Kariakoo. Ndio Kariakoo ndio ngambo. Lakini nimefuata mapenzi, unajua tena ujana. Lakini sio ndo Kariakoo mimi akaidi ati. Mimi sasa hivi watoto bwana toka mwanzo mimi sikutaka watoto wengi bwana, ni plan zangu. Kwa sababu sisi kwanza tumezaliwa 21.
Sawa? Ndio. Tumezaliwa ngapi? 21. 12 huko, 10 kule. 22, sorry. Basi ndivyo plani maisha, nikasema mimi watoto wangu wasizidi 5 4. Toka mimi nimeoa mwaka 82. Nimeoa huyu tena Somali mwaka mwenyekiti, ndio mke wangu wa mwanzo. Mwaka 82. No, 81. 82 niko DMI ndio nimemzaa huyu Warda. Unaelewa? Kwa hiyo watoto wangu 4. Mmoja wa pili alikuwa mwanamume, alifariki na miaka 7. Wote walibaki sasa mezaa na akatupo. Na huyu mke wangu huyu mezaa 3 na huyu mezaa naye 1 wa 4. Huyu wa mwisho ana miaka 14 sasa hivi. Wewe mimi sio Swahili bwana. Watoto wangu wanazaa hata habari chini. Uja kaletea huyu bwana mjukuu wako huyu. Ndio voice. Hapo kwa kitu na bado mjukuu Afrika 4 sio hata sijui. Lakini mimi Simba kwa sababu nimecheza mpira na ujua. Alafu nimezaliwa Kikwajuni. Babangu mimi kazaliwa Kikwajuni. Mama yangu mimi kazaliwa Kikwajuni. Mimi nimezaliwa Kikwajuni. Zamani Muniri kuanzia hapo kwenda kule hakuna Yanga wako ng'ambo. Huku mkuti Simba ng'ambo. Mkuti tu makaja aka Simba hata siku moja mimi nakwambia. Na urafiki wa mwanzo wa Simba Sports Club na Kikwajuni alounganisha Kikwajuni na Simba ni babu yangu mimi Mzee Sadati na 42. Kipindi kile mimi kila la Sama Sports wazi ya sports nikisema tu wale wazee mimi mjukuu wa Sadati na kwa chupa bure wanajua wale kina nani wale wengine mdogo na kwa hapa. Kwa hiyo Simba asili hawa wanako kwa Yanga wafuata waume na sisi tukazuia mwanangu huyu ndo akifungwa hali sasa. Najuzi samdule jaza kataka jaza Yanga ile nyeusi manjano umetafuta umehangaika kwa kweli. Mpaka nimempatia. Unajua bwana michezo maikue sasa hivi. Kwa imekuwa mchezo ni fedha, mchezo ni afya, viwanja vinajengwa, sio kwa nacheza kwenye nani? Pale maisara malima matupu pale. Sasa mtu mwenyewe tu hata iko nani? Mimi kama mtoto mwanamume lama kwa football. Bahati mbaya Mwenyezi Mungu anakuta miaka 7 akamchukua. Vipaji vipo toka zamani. Kama ulisikia Simba walipokwenda kufunga goli 4 na Zambia, walipokwenda kula karibia 5. Finali ndio walifunga goli 3. Mimi fan nimecheza na mpira. Raimu Lumelenza wale wa Simba nimecheza na mimi kufundisha mimi Raimu. Wengi mimi nacheza midfield lakini nilikuwa midfield coach. Mimi nilikuwa coach na mchezaji. Mzee Kikwete ananifahamu vizuri. Alipokuja Mzee Kikwete mimi ndio tulianza kujuana. Alikuwa anakaa pale tukampa akamlezi wa timu yetu sisi. Anajua vizuri mimi kwa Kikwete. Ndikaa hapa jinsi nilipopenda mpira nikakaa miaka 15 sijaenda mpirani. Miaka 10 ngapi? 15 mimi sijaenda Amani. Kama nilivyokuambia historia yangu, mimi ni mtu wa hasira nilikuwa. Sasa siku nimekwenda mimi Amani. Nishapiga vitu vangu wakati huo. Nikaa kule juu. Kaangalia futboli. Kachumbari marehemu ule akazuia defender kwa hiyo akazuia mpira pa. Ule mpira papo ule akapiga sijui ilikuwa back pass au vipi ile. Ndio kageuka alafu ile kipa majura akatoka speed Kachumbari akampiga kanzu. Tukafungwa kwa Juni goli la kwanza. Sasa kuna mzee mmoja mzee wa Chepe anakaa hapo Mungu mrehemu naye mshabiki. Na yeye alikuwa akaenda mpirani yule anakuwa na visu na virungu. Mimi nilikuwa lile la Masai ile. Tukataka kupigana bwana.
tukataka kupigana, yeye anapanga, mimi nilivisha. Ndio mara yangu ya mwisho kwenda mpirani. Nikaanza sasa, kuna mpira, kuna fedha inatumika, sio football. Na alianza kuharibu mpira, mimi nakwambia ni msoma mdogo, alikuwa ananunua wachezaji. Nafsa akaja akafuatia. Ndio mpira ukaanza kuharibika. Lakini vipaji vya Unguja vipo vikubwa sana sana. Mimi na mjomba wangu akisia nani kule, mtoto wa Zania Sadati, Eric. Mwanangu bila ndugu yangu. Alikuwa Uingereza kule. Tukafika mpaka nafikiri Arsenal. Sikiliza wana football wetu kubashiri sasa hivi. Hawajika watu wanasema timu yangu nzuri, imesani vizuri. Kakwambia nani? Mechi mbili wewe kujaji bwana. Kuna injury, kuna pattern ya football, kuna kila kitu. Unaona sasa hivi wanakuta mbaya, hiyo timu yangu nzuri. Iko wapi timu nzuri hapo sasa hivi? Mechi mbili timu nzuri. Mchezaji wa Simba anasifika defender, akija kiumia yule itakuwaje? Timu mbaya. Football bwana, at least first round kimalizika. Na ukajua pale ndo kabashiri. Hapo kabashiri kutana na teuli lilivyo, na vitu kabashiri kutana na uwezo wa hizo kwa pesa kabashiri tawala batisha. Mimi TV sina mambo ya Somali wala Charles Liga. Mimi ni news na football. Timu yangu Arsenal na timu ya taifa ni Ujerumani. Ikitoka Tanzania mimi ni Ujerumani. Wawe na katika uongozi, wana busara, wana hekima na usina tamaa. Bila shaka mtazamaji wa Sky TV, tuna imani kuwa umejifunza mengi kutoka kwa mgeni wetu wa kipindi hiki cha kutoka Zanzibar, Comrade Engineer Nasri Ali Juma, ambaye ni mjumbe wa kamati kuu ya Chama cha Mapinduzi CCM. Kwa niaba ya wale wote walioshiriki kuandaa kipindi hiki, wakiwamo wapiga picha wetu Bwana Mohamed Suleiman Yusuf na Bwana Nasri Juma Suleiman kutoka Zanzibar Cable Television, pamoja na mwandaaji na msimamizi mkuu Bwana Muniri Zakaria. Shukrani za pekee kwa mhariri mkuu wa kipindi hiki Bwana Magesa Mohamed. Mimi ni Pius Jayunga. Usikose kufuatilia kipindi hiki muda na wakati kama huu, na kutakia utazamaji mwema wa vipindi vyetu vinavyoendelea hapa Sky International TV. Asante na kwaherini.